Habari mpenzi mtazamaji wa Dai TV ulioungana nasi hivi sasa, tunapenda kukaribisha kuendelea kufuatilia matukio mbalimbali yanayoendelea hapa nchini Tanzania na nje ya nchi. Dai TV leo tumekuletea tukio la mashindano ya kuhifadhi Qur'ani ambayo ni mashindano ya 12 katika wilaya ya Kisarawe. Hivyo Jumuiya ya Waislamu wilaya ya Kisarawe wakiongozwa na Waziri Dr. Suleiman Jafo, mashindano haya wameandaa vizuri sana na wamewakusanya viongozi mbalimbali wa kidini na wa kiserikali na mashekh akiwemo Sheikh Kishki na wengine walikuwa nayo ya kusema. Kwa kuchukua fursa hii kushukuru sana Jumuiya ya Juwaki hapa Kisarawe kwa kuendelea kufanya mashindano haya ya kuhifadhi Qur'ani. Sasa ni mwaka wa 12 tumeenda. Hii inaonyesha kwamba mimi nikiwa kiongozi na ambao niko katika wilaya hii nimefarijika kwa viongozi hawa wenzetu ambao wamechukua jambo hili kwa moyo mkubwa. Tunafahamu kwamba bila elimu ya dini kwa vijana wetu, manake changamoto ya malezi itakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo tunafurahi sana na hasa kuona kwamba taasisi yetu ya Juwaki inafanya jambo hili. Lakini washukuru sana taasisi mbalimbali ambazo zimekuja hapa. Taasisi ya Ashabul Kahfi ambayo inashirikiana kwa karibu zaidi na taasisi ya Juwaki ambao wamefanya kwa pamoja mashindano haya. Lakini tuwashukuru sana kina Sheikh Kaporo, kina Shudin Kisi na wengine wote ambao wamekuja hapa kuhakikisha kwamba wanaleta hamasa katika mashindano haya. Kubwa zaidi ni kwamba ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani hii ni ibada kubwa sana inafanyika. Imani yetu ni kwamba sote tuliokuja hapa tutakuwa tumepata jambo lenye heri zaidi. Kubwa zaidi tuendelee kuliombea taifa letu, tumuombe rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, tukifahamu mwaka ni mwaka wa uchaguzi, tuwe na amani, tuwe na utulivu. Lakini Mwenyezi Mungu afanyie wepesi rais wetu, mambo yake yaende vizuri. Lakini tuliombea taifa letu liwe na salama na amani kupitia mashindano haya. Hakika nikiwa kama mbunge wa jimbo hili nimefarijika sana kuona jumuiya zetu hizi za kidini zikifanya kazi hasa kubwa ya kuhamasisha mambo makubwa ya elimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Asa Khamisi Salum. Ni miongoni mwa walimu ambao wanahifadhisha Qur'ani tukufu, kitabu kitukufu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo ni tarehe 29 mwezi wa 3 2025. Tupo katika wilaya ya Kisarawe kwa ajili ya kuweza kufanya mashindano ya kuhifadhi Qur'ani, mashindano ambayo yameandaliwa na jumuiya ya umoja wa Kisarawe ambayo yapo chini ya ulezi wa Mheshimiwa Suleiman Jafo. Mimi ni miongoni mwa walimu ambao wameshirikisha wanafunzi ambao wameshiriki juzuu 30 na walillahi alhamdu. Mwanafunzi wetu ameweza kupata mshindo wa kwanza wa juzuu 30. Kwa hiyo natoa pongezi kwanza kwa mwanafunzi wangu kuweza kufanya vizuri, lakini pia natoa pongezi kwa wote wale ambao wamehusika katika kuandaa jambo zima hili la mashindano. Kikubwa tunamwombea Allah Subhanahu wa Ta'ala azidi kuwapa nguvu ili waweze kuandaa zaidi na zaidi mashindano haya kwa ajili ya kuweza kuwapa hamasa watoto juu ya jambo zima ya kuweza kuhifadhi kitabu kitukufu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu barakatuh. Kwa majina naitwa Asma Rubea. Ni mwanafunzi wa Ashabul Kahfi. Najisikia vizuri kushinda katika mashindano kwa sababu nilikuwa sitategemea kwa katika hilo. Na Mwenyezi Mungu anifanyie wepesi katika masomo yangu na wazazi wangu kwa ujumla na walimu wangu. Ni tarehe 29 mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025 tukiwa hapa Kisarawe. Tumekuja kushuhudia mashindano ya 12 ya wilaya ya Kisarawe chini ya Juwaki na chini ya ulezi wa Mheshimiwa Suleiman Said Jafo, bunge wa Kisarawe na waziri wa viwanda na biashara. Hakika mimi kama mtu wa Qur'ani na miongoni mwa waandaaji wa mashindano ya Qur'ani nalipongeza tukio la leo, mashindano ya leo. Ukumbi umependeza, jambo limependeza na washiriki pia walikuwa wazuri. Tumeona mageuzi na mabadiliko ya Qur'an katika Kisarawe hii na nchi yetu kwa ujumla. Nitumie fursa hii kuwapongeza Juwaki na wana Kisarawe wote kwa maandalizi haya mazuri, lakini mwisho nimpongeze ndugu yangu Suleiman Said Jafo kwa kuwa mlezi na msimamizi wa mashindano haya. Sasa ni miaka 12. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amuhifadhi, ampambe kwa siha na afya njema na amnyanyue kwa Qur'ani tukufu, kwa sababu Qur'ani tukufu ima ikunyanyue au ikubwage. Na namuomba Allah sote
Qur'ani itunyanyue na daima isitubwage. Naitwa Sheikh Nuruddin Kishk, mwenyekiti wa mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara ya ulimwengu na mkurugenzi mkuu wa Al-Hikma Foundation. Tukiwa mwishoni kabisa mwa mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuelekea katika sikukuu ya Eid al-Fitri, kwanza niwapongeze Waislamu na Watanzania wote kwa Eid al-Fitri na niwaambie Eidkum Mubarak, lakini pia nitoe wasia kwa ndugu zangu Waislamu, tusikubali kuufumua upya ukili wetu baada ya kuufuma kwa muda wa mwezi mzima. Tusikubali kuharibu funga zetu na ibada zetu. Ili kusherekea sio lazima ufanye madhambi, ufanye maasi na ufanye starehe ambazo hazikubaliki katika Uislamu. Mmoja wa wanawachuoni wa Kiislamu anasema atakayepanga ndani ya nafsi yake ya kwamba atakuja kumuasi Mola siku ya Idi au baada ya Ramadhani, basi huyo funga yake itakuwa ni yenye kurejeshwa kwake na mlango wa toba kwake utakuwa ni wenye kufungwa. Chonde chonde tusherekee kwa kuendeleza uchamungu na mema na mazuri mbalimbali ambayo tulikuwa tukiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwenye kuendeleza mazuri na mema na uchamungu, hii pia ni miongoni mwa dalili zinazoonyesha kwamba ibada yetu ya Ramadhani imekubalika. Ama yule atakayeamua kuvunja majungu na masufuria siku ya Idi, huyo itakuwa ni hasara kubwa kwake na atakuwa ameitia doa na dosari funga yake. Na muomba Mwenyezi Mungu atulindie funga zetu na ibada zetu na tusherekee kwa amani na kwa utulivu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi ndugu yenu Khamis Abbas Mtupa, Sheikh wa mkoa wa Pwani. Kwanza kabisa naishukuru jumuiya ya Waislamu Kisarawe Jiwaki kwa kazi kubwa hii ambayo wanaoifanya ya kusimamia Qur'ani, na leo hii tumehudhuria hapa katika mashindano ya Qur'ani ya mwaka wa 12. Natoa pongezi hizi kwa niaba ya Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania. Anawapongeza sana Jiwaki na wale wote ambao wanasimamia mashindano ya Qur'ani kwa ngazi ya msikiti, kata, wilaya, mkoa, taifa na hata zile ngazi za kimataifa. Mheshimiwa Mufti katika salamu zake anazihimiza madrasa zote kuhakikisha kwamba zinakuwa na vitengo vya kuhifadhisha Qur'ani katika madrasa zao nchi nzima, ili madrasa hizi ziweze kujiandaa, kwa sababu Qur'ani ni fursa, Qur'ani ni mtaji. Kuna watu wananufaika kupitia Qur'ani. Kuna watu leo wamepata tiketi za hija, tiketi za umra, wamepata nyumba, wamepata kazi kupitia hii Qur'ani. Kwa hivyo tunatoa msisitizo sana huo, lakini pia katika mkoa wa Pwani ni jambo ambalo nasema ni la lazima walimu wa madrasa kuwa na vitengo vile vya kuhifadhisha Qur'ani, lakini pia naziomba taasisi zinazosimamia mashindano makubwa na hasa taasisi ya Al-Hikma na taasisi ya Sheikh Ali Kaporo kuwapa semina hawa majaji wanaosimamia Qur'ani ili kuboresha vipawa vyao vya usimamizi wa Qur'ani. Mwisho kabisa namshukuru Mheshimiwa Waziri Alhaji Suleiman bin Said Jafo kwa kuzilea taasisi hizi na hasa kuilea taasisi ya Jiwaki. Najua yeye mkono wake umekuwa ni mrefu sana kuhakikisha kwamba Jiwaki wanafanya kazi inayotakiwa katika kusimamisha Qur'ani, na ukisimamisha Qur'ani maana yake unasimamisha maadili. Tunatarajia kwamba maadili yatakuwa yamesimama katika wilaya ya Kisarawe na mkoa wa Pwani na nchi kwa ujumla. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri Mheshimiwa Jafo kwa kazi hii ambayo anayoifanya. Mwisho nawatakia Waislamu wote tuliofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, Ramadhani Mubarak na Ramadhani Makbul, lakini pia nawatakia Waislamu wote na Watanzania wote Eidul Fitri iliyokuwa mubarak, Eidul Fitri iliyokuwa njema. Tuisherekee sikukuu kwa kheri na salama na amani, na tusiharibu ibada zetu kwa kusherekea sikukuu katika mambo ya maasi na kumudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa baad. Kwa jina naitwa Ustadhi Muhammad Omari Samata, ni mjumbe kamati ya mashindano makubwa kabisa yanayokwenda kwa jina la tuzo ya kimataifa ya Qur'ani tukufu Tanzania. Kama mnaona katika hii kapero hapa nilovaa ni moja kati ya logo ambazo zinatumika katika mashindano hayo ya tuzo ya kimataifa
ya Qur'an tukufu chini ya taasisi ya Jumuiya Kuhifadhisha Qur'ani Tanzania chini ya Sheikh Uthmani Ali Kaporo, lakini pia ni mratibu mkuu wa mashindano ya Qur'ani tukufu kitaifa kwa wanawake watu wazima kupitia taasisi ya Ummul Mu'minin Aisha Foundation UMAIF. Niko hapa katika kuhudhuria mashindano haya ya 12 ya wilaya hii ya Kisarawe. Nichukue nafasi hii kuipongeza jumuiya ya JUWAKI ambayo inasimamia mashindano haya chini ya ulezi wa Mheshimiwa Suleiman Saidi Jafo. Tunawapongeza kwa sababu tunaona mwamko wa Qur'ani hasa katika mkoa wetu huu wa Pwani, wilaya ya Kisarawe, Uzaramuni huku. Mimi nimezaliwa huku, ni Mzaramu halisi kabisa. Baba ni mtu wa huku katika kijiji cha Paraka. Ukitoka Mwanalumango unaingia kijiji cha Paraka pale. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa jambo kubwa na jambo zuri. Kila mwaka tunaona mabadiliko ya upambaji wa mashindano, tunaona mabadiliko ya usomaji vijana, lakini tunaona mabadiliko pia hata katika upande wa zawadi. Tunawaombea kila la kheri na tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu ili waweze kuongeza bidii na juhudi ili tuone mabadiliko zaidi ya hapa ambayo tuliyaona siku hii ya leo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, wafuatao sasa ni washindi watatu wa kundi la juzuu tatu. Nikianza na mshindi wa tatu ni mwanafunzi Sauda Shabani kutoka Shamsia, alama zake 98. Anapata shilingi, mshindi wa tatu anapata shilingi 200,000. Takbir! Takbir! Na mwalimu wake shilingi 50,000. Mshindi wa pili wa kundi la juzuu tatu ni mwanafunzi Salma Khamis kutoka Shamsia, alama zake ni 99. Atapata shilingi 250,000. Takbir! Na mwalimu wake atapata shilingi 50,000. Mshindi wa kwanza wa kundi la juzuu tatu ni mwanafunzi Khalifa Ali kutoka Jihad fi Sabilillah, alama zake 99.5. Atapata shilingi 300,000. Takbir! Na mwalimu wake atapata shilingi 150,000. Takbir! Takbir! Mheshimiwa mgeni rasmi, wafuatao sasa ni washindi wa kundi la juzuu tano. Nikianza na mshindi wa tatu ni mwanafunzi Zaidani Saidi kutoka Shamsia, alama zake 90. Juzuu wa tano mtoaji ni Shekhe, juzuu tano Shekhe Kishki. Yeye atakuja hapa Shekhe Kishki sambamba kutoa zawadi Shekhe Kishki katika juzuu hii. Mshindi wa tatu kundi la juzuu tano ni mwanafunzi Zaidani Saidi kutoka Shamsia, alama zake 93.33. Juzuu ya tano mshindi wa tatu atapata shilingi 300,000. Takbir! Atapata shilingi 300,050. Takbir! Na mwalimu wake atapata 50,000. Takbir! Mwalimu wake atapata 50,000. Mshindi wa pili kundi la juzuu saba ni mwanafunzi Hudhaifa Nuhu kutoka Jamiatul Islamia, alama zake 95.16. Atapata shilingi 400,000. Takbir! Na mwalimu wake atapata 50,000. Takbir! Takbir! Mshindi wa kwanza kundi la juzuu saba ni mwanafunzi Ramadhani Rashid kutoka Al-Huda, alama zake 96.16. Atapata shilingi 500,000. Takbir! Na mwalimu wake atapata shilingi 150,000. Takbir! Takbir! Mheshimiwa mgeni rasmi, wafuatao sasa ni washindi watatu wa kundi la juzuu 10. Nikianza Shekhe Kishki, urudi tena kwa niaba ya Sheikh Apollo. Sheikh Apollo amesema umeachiwa wewe uje katika juzuu ya 10. Hapa ni peke yake, hapo juzuu ya 10 yuko peke yake.
Mshindi wa tatu kundi la juzuu 10 ni mwanafunzi Salom Sadiq Salom kutoka Fathi, alama zake 93.33. Anapata shilingi laki 4. Takbir. Na mwalimu wake atapata laki 1. Takbir. Mshindi wa pili kundi la juzuu 10 ni mwanafunzi Hajira Salum Ali kutoka Iblatin, alama zake 95.16. Atapata laki 5. Takbir. Na mwalimu wake anapata laki 1. Takbir. Mshindi wa kwanza kundi la juzuu 10 ni mwanafunzi Kasim Ali Hamad kutoka Taalib, alama zake 95.5. Anapata shilingi laki 6. Takbir. Na mwalimu wake atapata shilingi laki 2. Takbir. Lakini mwenye mshindi na kushukuru shirikisho nimewakia nilizo 30 na mwenyewe amesema hapa kinaye. Takbir. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa ridhaa yako niwalete kwako washindi watatu. Na Sheikh wa mkoa nimeangalia kwenye kablasha la watoaji zawadi, ukae katika juu 30 tafadhali. Nikianza na mshindi wa tatu wa kundi la juzuu 30 ni mwanafunzi Amin Ayubu mwenzangu kutoka Bilal, alama zake 98.66. Anapata shilingi laki 7. Takbir. Takbir. Na mwalimu wake anapata shilingi laki 1. Takbir. Mshindi wa pili kundi la juzuu 30 ni mwanafunzi Suleiman Omar Ali kutoka Firqatul Janna, alama zake 98.66. Atapata shilingi laki 8. Takbir. Na mwalimu wake shilingi laki 1. Takbir. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukiangalia mshindi wa pili na watatu katika kundi la juzuu 30 wamefungana alama, wote wana alama 98.66. Kwa makubaliano ya majaji wameamua kuangalia alama za hifdhi tu ili kuweza kupata mshindi. Kwa hiyo Suleiman amekuwa mshindi wa pili kwa sababu alama zake ni 60 za hifdhi, na Amiri amekuwa mshindi wa tatu kwa sababu alama zake ni 59.5. Hivyo majaji wakamtanguliza Suleiman kabla ya Amiri. Mshindi wa kwanza wa mashindano yetu ya leo ni mwanafunzi aliyepata alama 98.83, naye si mwingine ni mwanafunzi kutoka Ashabu Kahfi, Asma Rubea Swale. Anapata shilingi milioni 1. Takbir. Na mwalimu wake anapata shilingi laki 2. Takbir. Shilingi milioni 1 anapata mwanafunzi na mwalimu wake anapata shilingi laki 2. Takbir. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya jaji kiongozi amenituma niseme maneno yafuatayo. Majaji ni wanadamu kama walivyo wanadamu wengine. Kwa kawaida wanadamu huwa anakuwa na sifa ya kukosea, lakini pia anakuwa na sifa ya kupatia. Majaji wanasema pale walipokosea
basi lawama zibaki kwao kama majaji, na pale walipopatia sifa hizo ziende kwa uongozi wa JUWAKI. Mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikabidhi matokeo haya kwako wewe mgeni rasmi, ikiwa ni ishara ya kumaliza mashindano yetu. Majaji